Filipo anakwenda kuhubiri habari njema. Anakimbilia kule Samaria. Anahubiri habari njema na kubatiza. Tena anahubiri kwa ushujaa na kwa nguvu. Tunajiuliza, huyu Filipo amepata wapi hii nguvu ya kumhubiri huyu Kristo aliyefufuka, Kristo aliyekata minyororo ya Shetani? Nguvu hizi Filipo amezipata kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anampa nguvu, kama tulivyoelezwa katika hili somo la kwanza. Roho Mtakatifu anampa nguvu na uwezo. Kwa hiyo anampa nguvu, anampa uwezo wa kutenda miujiza ili awasaidie watu kuamini. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatoa nguvu na uwezo kwa huyu Filipo. Na kupitia kwa Filipo watu wanaongezeka na wanampokea Kristo. Roho Mtakatifu anampa nguvu Filipo na uwezo. Filipo anakwenda na hubiri, watu wanaongezeka idadi na wanabatizwa. Sasa baada ya watu kuongezeka idadi, Filipo naona kazi hiyo haiwezi peke yake, kwa hiyo anahitaji wasaidizi. Na mitume wanawatuma Petro na Yohane kwenda kuongeza nguvu. Petro na Yohane wanakwenda kuungana na Filipo ili waendelee kuwahudumia watu wa Mungu. Kwa hiyo Filipo, Petro na Yohane wanakwenda nao wanaanza kuhubiri habari njema, wanawawekea watu mikono na watu wanampokea Roho Mtakatifu. Na matokeo yake ni nini? Jumuiya ile ya zamani na jumuiya mpya zinaungana kwa pamoja kwa kitu kimoja. Wagonjwa wanapona. Tumeelezwa hayo vizuri katika ile somo la kwanza. Furaha inaenea katika jamii, ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Na wanahubiri kwa ujasiri, wanawaponya watu kwa ujasiri, kwa nguvu ya Kristo mfufuka, kwa nguvu ya huyo Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Yes. Haishi hapo tu, wanafukuza pepo wachafu. Wanafukuza pepo wachafu, wanaondoka. Ndugu zangu, sisi ni viumbe vyake Mwenyezi Mungu. Sisi ni wafuasi wake Mwenyezi Mungu. Sisi tunapaswa pia kumhubiri Kristo mfufuka kama walivyofanya akina Filipo, Petro na Yohane. Tutafanyaje hivyo? Mwenyezi Mungu ametupa zawadi na vipaji mbalimbali. Tumebatizwa na tunatumwa kuhubiri hii habari njema na kukemea maovu yaliyoko katika ulimwengu huu. Naweza kusema kwamba ni mapepo ya namna gani hayo walioyatoa hawa kina Petro, Yohane na Filipo. Mungu ni mwema wakati wote. Ndugu zangu, je, katika jamii zetu kuna mapepo? Kuna mapepo? Hamna Yapo. Sasa tunatumwa kuyaondoa mapepo hayo. Yaani kwa maneno mengine, maovu yaliyoko katika ulimwengu huu. Maovu si yako katika ulimwengu huu. Katika jamii zetu kuna maovu, ndugu zangu. Kuna maovu? Ndiyo. Sasa hayo tuyalete kama ni mapepo sasa. Kuna ukatili katika jamii zetu. Kuna ukatili katika jamii zetu. Sasa ukatili ni pepo la ukatili, tunapaswa kuliondoa. Kuna uonevu. Haya, uonevu ni pepo la uonevu, liondoke. Kuna mafarakano. Mafarakano ni mapepo ya farakano, yaondoke. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wivu. Wivu napaswa uondoke, ni pepo la wivu. Si ndio
Kuna ulevi. Ulevi ni pepo la ulevi hilo, tunapaswa tuliombee liondoke. Kuna ushirikina, pepo la ushirikina yaondoke hayo katika jamii zetu, yote yaondoke. Kuna ugandamizaji, watu wanagandamizwa, sio wananyimwa haki zao. Ndiyo, kuna mapepo ya ugandamizaji ya kunyimwa haki. Kuna kisasi, tunalipizana kisasi. Mapepo ya kulipizana kisasi. Kwa hiyo kuna mapepo ya aina nyingi ndugu zangu. Mapepo ndio hayo. Mtu ananyimwa haki yake, mtu anagandamizwa, mtu anaumizwa, mtu anafanywa ukatili, utapeli, kisasi, ulevi upo. Na nini hayo tunapaswa sasa ndugu zangu tuyaondoe katika jamii zetu, na ni utume ambao tunatumwa. Hiyo tunapotafakari hili somo la kwanza na kuona kina Filipo na Yohane na Petro wanakwenda wanaondoa mapepo, ni hayo yaliyoko katika jamii zetu. Alafu yakishaondoka hayo watu wanapona. Si ndio ndugu zangu? Jamii zinapona na sisi tunapona. Furaha inaingia, amani inaingia, upendo unaingia, msamaha unaingia. Tumsifu Yesu Kristo. Na tunakumbushwa hayo pia katika somo la pili na Injili, kwamba tukatae maovu yote, mabaya yote, mapepo yote, tuyakatae yale yote yaliyo mabaya na tutende mema. Tumeambiwa hayo katika somo hili la pili ambalo limetoka katika waraka wa Mtume Petro kwa watu wote. Yaani tutende mema, tushinde mabaya kwa kutenda mema, na tulete upendo. Hayo ndio yameelezwa katika somo la Injili, kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Na kumpenda Mungu na kumpenda jirani, ametuambia kwamba tuzishike amri zake, kuzishika amri za Mungu, kwa sababu sisi tu wafuasi wa Kristo. Sasa watu watajuaje kwamba sisi tu wafuasi wa Kristo? Ni kuzishika amri za Mungu. Na watoto hawa walioko huku ndani pia na sisi tunazifahamu vizuri amri za Mungu. Jana tulikumbushana juu ya amri za Mungu wakati watoto walikuwa kwenye mazoezi yao. Watoto mpo Watoto rafiki wa Yesu mpo? Tumsifu Yesu Kristo. Watoto wote wasimame, wote kabisa, wote tusimame. Watoto wapende. Wote kabisa. Mungu ni mwema. Wazazi na walezi, hebu tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya watoto. Watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na watoto tuwashukuru wazazi na walezi, kwa sababu wazazi na walezi ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tushangilie. Sisi wote ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amri za Mungu jana mlizitaja vizuri, hebu zitajeni tena. Ya kwanza, ya pili, kwa sauti. Ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya 10. Sasa ndugu zangu, hizo ndizo amri tunazokumbushwa leo katika somo hili la Injili, kuzishika amri za Mungu, kwa sababu sisi tu wafuasi wa Kristo. Tukae tuzishike amri za Mungu. Watu watajuaje kwamba mimi ni Mkristo? Tuzishike amri za Mungu. Tumpende Mungu, tumpende jirani, na tusimtakie mtu yeyote mabaya. Usikubali kumtakia mtu yeyote mabaya, mtakie kila mtu mema.
Hata kama amekuudhi namna gani, hata kama unaona ni adui yako, muombe, mtakie mema. Tunaposema ni jirani, ni binadamu yoyote. Binadamu wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Tukionyesha upendo wa kweli kwa Mungu na kwa jirani zetu, yani kwa Mungu na kwa binadamu wenzetu, Kristo hata tuacha peke yetu. Ametuambia vizuri kabisa, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Haleluya! Yani Mungu atakuja na atakufanya makao kwetu, katika mioyo yetu, katika familia zetu, kama kweli tutazishika hizi amri za Mungu, kama kweli tutampenda Mungu na kumpenda jirani, yani na kumpenda binadamu mwenzetu. Tumsifu Yesu Kristo. Upendo, ndugu zangu, ni kitambulisho. Upendo ni kitambulisho cha Mkristo. Wakristo tunatambulika kwa upendo. Kama huna kitambulisho hicho, yani upendo, unajua kabisa kwamba hata Ukristo wako utakuwa ni wa jina tu. Kwa hiyo tunatambulika kwa upendo wetu. Watu wanavutwa kuja kwetu kwa sababu ya upendo wetu, na sisi tunavutwa kwenda kwa watu kwa sababu ya upendo wao. Tunapowapenda watu na wenyewe wakatupenda, basi tunajenga ile familia ya Mungu. Mkipendana, watu wote watajua kwamba ninyi ni wafuasi wangu. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ile ya 13 aya ya 2. Ndugu zangu, tunaambiwa kwamba tunaweza tukawa na mali nyingi, tukawa matajiri kweli kweli, tunakuwa na mapesa ya kila namna, mapesa mengi tunakuwa nayo, halafu tunakuwa pia na majumba ya kifahari na magari, mali za kila namna na nguo za kifahari, tukawa matajiri kweli kweli. Lakini kama hatuna upendo, basi sisi si kitu. Kama sina upendo, hata kama nina kila kitu, mali za kila namna, utajiri mkubwa, kama sina upendo, mimi si kitu. Ndugu zangu, angalieni katika maisha ya kawaida. Maisha ya kawaida tu. Watu wanaishi maisha ya kawaida kabisa, lakini wanaonyesha upendo na wanaonekana wenye thamani kubwa kabisa. Tunaweza kukuta mtu ana kila kitu, tajiri wa kila namna, lakini hana upendo. Hana upendo. Na watu tunajua kabisa, tunaona kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, upendo ni kitambulisho chetu sisi wa Kristo. Tumombe Mwenyezi Mungu atujalie zawadi hiyo ya upendo. Tupende tena bila kutazamia shukrani, bila kutazamia malipo, na bila mipaka aina yote. Upendo usiwe na kipimo wala mipaka. Upendo huo ambao hauna kipimo wala mipaka ndio upendo unaotufanya sisi wafuasi wa Yesu kuwa mashahidi wake. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapomaliza misa kawaida, tunapohitimisha, tunasema nendeni na amani. Nendeni na amani, mkamtumikie Bwana kwa maisha yenu. Yaani tunapoenda kwa amani, tunapokwenda kwa amani, tumkaribishe kweli Roho Mtakatifu atusaidie ili tukaishi huo upendo. Roho Mtakatifu ana nafasi kubwa katika maisha yetu. Anafanya Injili ya Kristo kuwa hai ndani mwetu. Kwa hiyo tumkaribishe huyo Roho Mtakatifu. Tunapoondoka na kwenda kwa amani, si kwenda kwa dharau wengine, si kwenda kuwatukana wengine, si kwenda kuwagawanya na wengine au kwenda kuwahukumu wengine, bali tunakwenda kweli kwa upendo, kwa huruma na kwa unyenyekevu, tukamtangaze Kristo kwa maneno na matendo yetu. Tukamshuhudie Kristo kwa kukuza undugu kati yetu, kwa kuleta umoja kati yetu, kwa kuleta msamaha pale ambapo kuna msamaha, kwa kuleta amani pale ambapo kuna amani, kwa kuleta mshikamano pale ambapo kuna mshikamano, na fadhila nyingine nyingi ambazo Kristo anataka tuziishi katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie mafundisho haya anayotufundisha kila siku tuyaishi, tuyaweke katika matendo. Na tunaweza kufanya hivyo kama tutamkaribisha Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu aingie katika
mioyo yetu na katika familia zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu, tukapoondoka hapa, tuende kuwapenda watu wote, kumpenda Mungu, kumpenda jirani, kuwapenda binadamu wote. Tusiondoke hapa na chuki wala na kisasi cha aina yoyote. Tuondoke kwa amani na kwa furaha, tukayaishi hayo Kristo anayotufundisha. Mungu ni mwema kila wakati.